umbwa ya jirani ilitoka kwa boma yao ikakuja kunifamia. Mimi nilisikia tu meno ikaingia tu putu. Nikainamisha hizo nyasi, nikasimamisha, umbwa ikatoka mbio. Kutoka mbio inalia ikienda kwao, mahali wenyewe wanaona. Mguu ndio hiyo imeanza kufura. Sasa natiendechera, sasa ni kuinua mguu juu kama kiwete. Nilivumilia Mungu, nikameza Panadol painkillers. Asubuhi nikaamukia kwa hospitali yetu hii kubwa zaidi Kenya, West Bunyore, Vihiga County, Ipali. Asubuhi at least nipate dawa. Pale nilipata watu wako. Kaenda Simpson, wakaniambia ugonjwa ni gani? Ugonjwa ni umbwa imeniuma. Ugonjwa imekuuma, hapa hatuna dawa. Jameni. Na venye nimehangaika usiku wote. Maumivu ya umbwa, maumivu ya nyoka. Hizo ni vitu ambazo utakani uchukue hata 24 hours bila matibabu. But kwa Mungu nilisurvive. Nilipanda gari mpaka Yala. 1000. Dawa inatakana uchukue 7 times. 7 times 1000. Including madawa za kumeza. 1000 per trip. Which means I'm going to spend 7,000. Sauri ya hii ugonjwa. Now, hiyo ni ya kule apart from traveling. Na kutoka hapa mpaka Ipali ni mahali padogo sana. 10 minutes ni mingi. Daktari kama wako hapa, serikali yetu kama ikiweka madawa kwa hii hospitali yetu, itakuwa imesaidia hii area. Ipali Health Center itakuwa hata zile zingine watu watakuwa wanaenda hata Mwaya. Hii hospitali ni ya zamani zaidi, ni maajabu zaidi. Ati dawa ya umbwa hakuna hapa. Sasa ile wako nayo ni gani? Ni homa. Juu hata mama akienda kujizalia pale ni problem. Why? Mimi naomba serikali at least iangalie hospitali yetu ya Ipali kwa ugonjwa ya haraka ya nyoka, umbwa, nini, umeanguka mti, hata upasuaji iwe Ipali. On Kenya Health Information System, nationally watu ambao wameumwa na umbwa from 2025 to 2026 financial year ni more than 56,000. Same period ya from 2025 to 2026 financial year, watu ambao wameumwa na umbwa katika kaunti ya Vihiga ni more than 300, around 307 people cases ambazo zimekuwa reported katika health facilities. Pate anti-rabies huwa inaanza kuonyesha dalili zikiprogress polepole. Mtu anaanza kuwa na dalili za kuogopa maji. Alafu itafika kipindi ambacho anaanza kuhallucinate. Pia itadevelop na huyu mtu aanze kukua aggressive. Vile tu mbwa huwa ana behave, anakuwa mkali ama violent, mtu pia ataanza kuprogress, aanze kukua na dalili kama hizo. Na ikifika hicho kiwango cha kubweka kama mbwa, basi tunasema kwamba hiyo haina reverse gear. Huyu mtu atabweka hivyo polepole mpaka atakapoiaga dunia. Ndio maana tunasisitiza kwamba mtu akaweze kupata hiyo anti-rabies mapema ili ugonjwa usifike hiyo kiwango cha ambacho huyo mtu anapoteza maisha. Na katika jamii pia tunahimiza watu wakaweze kupeleka umbwa zao zikaweze kupata chanjo kutokana na hii ugonjwa wa rabies. So hizo madawa ziko, ni ile tu sasa tutaangazia jinsi ya kufanya referral. So hizo madawa zikikuwa referral zinafika eneo. Na tena kwa wananchi wakumbushwe na kwamba katika FIF Act tumewezesha hospitali zetu kununua madawa direct kutoka kwa facilities za KEMSA na METS